Hallelujah. Hallelujah. Let's lift up our voice and appreciate Tuinue sauti this zetu great God. Let's kumshukuru give him all the glory tumpe utukufu for answering us again kwa this evening. kutujibu tena jioni ya leo. We celebrate your holy name. Tunalisherehekea jina lako We takatifu. worship you, Abba Father. Tunakuabudu Baba. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. Somebody lift up your voice and Inua magnify sauti him. yako mtukuze. Oh, you are a faithful Wewe God. ni Mungu You mwaminifu. are a wonderful God. Mungu wa ajabu. The ancients of the Wewe days, uliye mzee wa the siku. beginning and the ending. Mwanzo na mwisho. No one is like unto thee. Hakuna aliyekufanana na wewe. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako Thank takatifu. you for answering us Asante kwa in kutujibu all our midweek katika services ibada zetu za Jumatano since the year began. tangu mwaka Oh, ulipoanza. thank you for answering us again this Tunakushukuru kwa evening. kutujibu tena jioni ya leo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Glory be to your holy name. Utukufu kwa jina lako takatifu. Glory be to your holy name. Utukufu kurudie wewe. In the name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu. Somebody shout a louder amen. Amen. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord, my God. Hosanna in the Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord, my God. Hosanna in the Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord, our God. Hosanna in the highest. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. We celebrate you again. We worship Tunakusherehekea you. wewe, tunakuabudu tena. Thank you for all you have done. Asante kwa yote uliyofanya. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. In the name of Jesus Christ. Katika jina kula Yesu. Somebody shout a louder amen. Amen. Ask him to visit you in this service Mwombe today. yeye akutembelee tena kwenye In ibada this hii. midweek service today, Kwenye ask him ibada to hii ya visit katikati you. ya wiki, mwombe Ask him to akutembelee. grant your heart desires. Akupe matamanio ya moyo He said, have wako. I called the seed of Jacob to seek Nasema me in vain? sikuwaita wana wa Yakobo wanitafute God bure. is a God of plan and purpose. Mungu ni Mungu wa kusudi na There is a mipango. purpose to which he brought you here Kuna today. kusudi amekuleta hapa And leo. that purpose shall not be thwarted. Na hilo kusudi That purpose halitavurugwa. must be fulfilled. Hilo kusudi In the name litatimia. of Jesus Christ, Katika jina kula Yesu Father, Kristo. visit your people today. Bwana watembelee watu wako leo. Blessed be your holy Na name. libarikiwe jina lako takatifu. In Jesus' glorious name, Katika jina la utukufu la Yesu. you are blessed. Umebarikiwa. The God that brought you here today will Mungu grant your heart aliyekuleta desires. hapa atakupa matamanio ya moyo In wako. this season of celebration, Katika majira haya ya sherehe, He will put smile
smiles on your face. ataweka tabasamu kwenye uso In the wako name of Jesus Christ. katika jina kuu la He Yesu. will do great things for you this year. Atafanya makuu kwako mwaka huu, And you shall end this year well. na wewe utamaliza mwaka You huu shall end vizuri. this year with your blessings. Utamaliza mwaka huu ukiwa You na shall baraka. enter 2020 triumphantly in the Utaingia name of mwaka Jesus. 2020 kwa ushindi katika Every jina form la of Yesu. sorrow is over in your Kila life. namna ya huzuni imeondoka This maishani mwako. season shall be to you a season of Majira haya celebration. yatakuwa ni majira ya I'm sherehe not hearing a kwako. louder amen. Amen. It shall be a season of congratulations, Itakuwa ni majira congratulations. ya hongera, God hongera. is changing the name of somebody here Mungu anabadilisha jina la to mtu fulani. congratulations, Kuwa congratulations, hongera, congratulations. hongera, hongera. Because of great things He will do for you Kwa this sababu ya season. mambo makubwa itakayofanya In the kwako. name of Jesus Katika Christ. jina kuu la Yesu. I'm not hearing a louder amen. Amen. Clap those hands for Jesus Pigie Yesu makofi. and have your seat. You are Hai, welcome. Karibu. We give God all the glory Tunampa Mungu for utukufu what He have wote done for you kwa yote aliyokutendea since this week began. tangu wiki hii ilipoanza. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. Our prophetic focus is thanksgiving, Neno letu la kinabii linasema key shukrani to fulfillment of prophecy. ndio ufunguo kwa ajili ya utimilifu wa unabii. Thanksgiving, Shukrani key to fulfillment of prophecy. ndio ufunguo kwa ajili ya utimilifu wa Our unabii. anchor scripture is John chapter 5, verse Andiko nanga 25. Yohana 5:25. Jesus said that time will come Yesu akasema muda utakuja, wakati when utafika the dead shall hear the voice of the Son of God, ambapo wafu and they watasikia that sauti ya hear Mungu shall live. na wale watakaosikia wataishi. And John chapter 11, verse 41 to Yohana 44. 11:41 For that 44. prophetic word to come to pass, Ili lile neno litimie, Jesus gave thanks, Yesu akashukuru and Lazarus came forth na from the dead. Lazaro akafufuka toka wafu. Everything dead Kila kilichokufa can be revived by thanksgiving. kinaweza kuamshwa kwa Every shukrani. business that is not working Biashara yote ambayo can be haifanikiwi revived with thanksgiving. inaweza kufufuliwa kwa shukrani. Hallelujah. Haleluya. Jesus said, Father, I thank thee. Yesu akasema Baba And nakushukuru, he connected to heaven, and Lazarus na was akaunganisha raised. na mbingu na Lazaro akasikia sauti Yes, akaamka. last week we started this teaching series Wiki iliyopita tulianza somo that we are letu ending today, na tunamalizia leo titled Engaging the Wonders of Thanksgiving. linalosema kutumia maajabu ya shukrani. Engaging the wonders of thanksgiving. Kutumia maajabu ya And shukrani. our text is John chapter 6, Andiko letu ni Yohana 6 verse 9 to 15. 9:15. And there is a lad here which have 5 belly loaves Yupo hapa mtoto yuna mikate mitano ya and shairi 2 fishes na and 2 samaki small wawili fishes. na samaki wawili. But what are they among so many? Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama Jesus hawa? said, Yesu akasema, Make men sit down. waketisheni watu. Now there was much grass in the place. Na mahali pale palikuwa na majani So the men tele. sat down. Basi watu wanaume In wakaketi, number about 5,000. wapata 5,000 jumla yao. Jesus took the loaves. Yesu akaitoa ile And when mikate, he have given thanks, akashukuru, he distributed the disciples to the akawagaia disciples. walioketi, And the disciples to them that were sat down, na walioketi and likewise of the fishes as much as they would. na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri And they walivyotaka. were filled. Na He waliposhiba, said unto the disciples, aliwaambia wanafunzi wake, Gather up the fragments, kusanyeni vipande vilivyobaki, remain, kisipotee that chochote, nothing be lost. kisipotee chochote. And therefore they gathered them together Basi wakavikusanya, and filled 12 baskets wakajaza vikapu with 12 the fragment of the 5 belly vipande loaves, vya mikate mitano ya which shairi remained over and above vilivyobakia wale watu waliokula, unto them that have eaten. wale waliokula. And verse 14. Mstari wa 14. Then those men, when they have seen the miracle Basi that wale Jesus watu did, walipoiona ishara aliyofanya say, Yesu, this is of a truth, walisema hakika the prophet that will come into the world. huyu ni nabii yule ajaye When ulimwenguni. Jesus therefore perceived that they will come and take him by force, Kisha Yesu hali akitambua ya kwamba walitaka make kuja him kumshika a king, ili awe he mfalme, departed again akajitenga, into the mountain himself akaenda alone. tena mlimani yeye peke May the yake. Lord bless the reading of his word. Mungu abariki kusoma kwa neno Where we lake. read now is a typical example of what thanksgiving can do. Tuliposoma ni mfano halisia wa kile ambacho shukrani inaweza fanya. A normal Christian will start praying
Mkristo wa kawaida angeanza kuomba, Lord, multiply this bread Bwana and zidisha hii fish. mikate na samaki. But Jesus understand the mystery in thanksgiving. Yesu hali akielewa siri ya He shukrani, took it and gave thanks, akachukua akashukuru and it multiplied. na ikazidishwa, That everyone saw it. na kila mtu They aliona, say, indeed, this is a prophet. wakasema hakika huyu ni nabii wa He kweli, must be our king. lazima awe mfalme That wetu. was their plan. Ndio mpango They wao wanted to ulikuwa, make him king. walitaka kumfanya awe He mfalme, ran away. akakimbia. They have not seen such a thing. Hawajawahi kuona jambo The la namna miracle hiyo. that makes people amazed Muujiza unaowashangaza watu was through thanksgiving. ulikuwa kupitia The power shukrani. of thanksgiving have not changed. Nguvu ya shukrani haijabadilika. Hallelujah. Haleluya. That's why you must know Ndio maana lazima ujue that giving thanks to God kwamba unapomshukuru is Mungu not just a spiritual formality sio tu kwamba utaratibu wa kiroho, done to fulfill all righteousness, sio kwa ajili ya kutimiza haki zote, but it's a powerful spiritual action lakini ni tendo lenye nguvu sana la kiroho with proven impact and effect. likiwa na mguso na matokeo yenye It ushahidi. is what you do and God is pleased. Ni kile unachofanya ambacho kinampendeza It is Mungu. what you do and God is pleased. Unafanya shukrani na Mungu anapendezwa. According to Psalm 69 verse 30 to 31. Zaburi 69, 30, I will 31. praise the name of God with a song. Nitamsifu jina la Mungu kwa I wimbo, will magnify him with thanksgiving. nami nitamtukuza kwa I will shukrani, make him bigger naye yatampendeza. with thanksgiving. Tafanya kuwa I will makuu, exalt him with thanksgiving. nitamtukuza kwa shukrani, And this also nayo shall please the Lord yatampendeza Bwana better than an ox or bullock kuliko ng'ombe that have horns and au hooves. ndama wenye pembe na When we are kwato. thanking God, we are magnifying him. Tunapomshukuru tunamtukuza. When you make him bigger through thanksgiving, Unapomkuza kwa shukrani, you provoke him to do bigger things for you. unamchochea afanye makubwa zaidi kwako. The reason you have not seen bigger things in your Sababu life kwa nini hujaona mambo makubwa is maishani because you mwako? don't make him bigger. Ni kwa sababu hujamfanya yeye Those kuwa who make mkuu. him bigger through thanksgiving Wale wanaomtukuza kupitia shukrani always experience bigger things in siku your life. zote wanapata makubwa. These remaining days of the month Hizi siku zilizobaki za mwezi, and variable the days of the year, zilizobaki za mwaka huu, God will do big things for Mungu you. atafanya mambo makubwa He's a kwako. big God that does big things. Ni Mungu mkubwa anayefanya mambo I said makubwa. God will do big things for you. Mungu atafanya mambo The makubwa kwako. things your heart couldn't imagine, Vile ambavyo moyo wako the hungeweza things kudhani, people around you couldn't imagine. vitu ambavyo watu wanaokuzunguka hawezi It's kufikiri. not about how many days remaining. Sio kwamba zimebaki siku It's all ngapi. about God, Swala ni Mungu. who can turn things around in a twinkling of an Anaweza eye. kugeuza mambo, kufumba na Be kufumbua. expectant. Tarajia. God will do big things for you Mungu this year. atafanya mambo makubwa I'm kwako. not hearing a louder Paza amen. amen. What is thanksgiving? Shukrani ni nini? For emphasis again, Kwa ajili ya msisitizo, thanksgiving shukrani is recounting God's loving kindness in our life. ni kuhesabu wema wa Mungu maishani mwetu. Recounting Kuhesabu au kukumbuka God's loving kindness in our lives. wema wa Mungu maishani mwetu. God's servant said many years ago, Mtumishi wa Mungu alisema miaka mingi if you iliyopita, know how to think, you will know how to thank. ukijua kufikiri utajua kushukuru. Sitting down and recounting his faithfulness, Unapokaa chini na kuhesabu uaminifu what wake he has done for you. aliyokutendea wewe. Psalm 103 verse 1 to 4. Zaburi He 103:1 said, mpaka bless 4. the Lord, O my soul, E nafsi yangu muhimidi and Bwana, all that is within me. na vyote vilivyo ndani yangu Bless his holy name. vilihimidi jina lake Bless the Lord, takatifu. O my soul. E nafsi yangu muhimidi Bwana, Forget not wala usizisahau all his benefits. fadhili zake zote. Many people forget, that's why they cannot give thanks. Wengi wanasahau, ndio maana hawawezi kushukuru. He said, who forgiveth all thy iniquities? Akusamehe maovu yako The yote. psalmist said, if God will count iniquities, who can stand? Mtunga Zaburi anasema Mungu akihesabu maovu yangu He nani forgiveth angesimama? all of them. Amesamehe yote. Who healeth all thy Akuponya diseases? magonjwa yako He yote. healeth all thy Ameponya diseases. yote. Who redeemed thy life from destruction? Aukomboa uhai wako na The kaburi. devil have planned to destroy you many Shetani times this year, amepanga kukuua mara nyingi mwaka including the huu. ones you know, the ones you don't Hata know. yale unayojua na There were usiyoyajua. spiritual arrows Kuna mishale ya kiroho, the hedge of God prevented from lakini reaching you. Mungu alikuwekea ukingo You could have been kukuzunguka. destroyed. Angekuharibu.
But he's the one that redeemed thy life from lakini destruction. yeye ndiye aliyeukomboa uhai He wako na crowned you kaburi. with loving kindness and tender mercies. Amekuvika kwa uhai, taji ya He- fadhili na rehema. Who certified thy mouth Ameushibisha mema with good things. uzee wako With good things. mema. When you are recounting this, Unapokuwa unayahesabu haya, it always provoke thanksgiving. siku to you. zote linapelekea shukrani. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. Psalm 118 verse 23. Zaburi 118 mstari Many wa us understand 23. that anything marvelous in your life, Kila cha kushangaza maishani mwako it is God's doing. ni matendo ya All Mungu. the marvels you have seen, Yote maajabu it uliyoyaona is not your hand. sio kwa mikono yako, It is God's doing. ni matendo ya And Mungu. that is why Na ndio you maana must recount and give him thanks. unapaswa kuyahesabu na What kumshukuru is Mungu. thanksgiving? Shukrani ni nini? Thanksgiving is acknowledging God as the one behind all the good things. Shukrani ni Around your kutambua life. kwamba Mungu ndiye aliye nyuma juu ya yote unayofanya. Acknowledging that God is the one behind. Kutambua kwamba Mungu ndiye All muhusika the mkuu. testimony you have shared this year, Shuhuda zote ulizoziona all mwaka the huu, victories, ushindi wote, everything you have seen in your life, kila ulichokiona maishani mwako, is the one behind it. yeye ndiye aliyetenda. In John chapter 3 verse 27, Yohana 3:27. John chapter 3 verse 27, Yohana 3:27. Jesus said, a man can receive nothing Sema mtu hawezi kupokea except it is chochote given him from heaven. isipokuwa amepewa kutoka There mbinguni. is nothing you have Hakuna ulicho nacho that you did not receive from God. ambacho hujapokea toka kwa You Mungu. didn't have them by your own ability. Hukuwa navyo kwa uwezo You wako. received them. He said man can receive anything Amesema except it's mtu given from hawezi God. kupokea chochote isipokuwa amepewa kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya. You didn't achieve them, you received them. Haukuyatimiliza, That's why umeyapokea. thanksgiving is giving God that Ndio acknowledgement. maana shukrani ni kule kukiri kwamba ni Mungu. Isaiah chapter 13 verse 7. Isaya 33 Giving God that acknowledgement. ni kule kumkiri Mungu, And he demanded. na Mungu anataka hilo. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Paza haleluya. Verse 13, Isaiah 13 verse 33 verse 13. Isaiah 33 33 verse 13. 13. He said, hear ye, Sikieni ninyi, hear ye that are far sikieni off, ninyi mlio mbali what I have done, and niliyoyatenda, ye are near. na ninyi mlio karibu Acknowledge my might. kirini uweza wangu. Recognize I'm the one doing it. Tambua kwamba ni mimi ndio When we are nimetenda. thanking God, we are recognizing Tunapomshukuru tunamtambua kwamba that ni He yeye, is the one. kwamba yeye ndiye As a aliyefanya. commission, we can never fail Kama huduma hatuwezi to kushindwa recognize that God is the one kukiri kwamba Mungu ndiye behind everything we have seen. ndiye anayehusika kwa kila tulichokiona. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. What is thanksgiving? Shukrani nini? It is ascribing all the glory to God Ni kumrudishia utukufu wote for yeye where we are. kwa hapa tulipo. Ascribing all the glory Ni to God kurudisha utukufu for wote where in every status we are. kwenye hali yoyote uliopo. You know, the Bible says, by strength shall no man Biblia prevail. inasema kwa nguvu hakuna atakayeshinda. It is not by power, Sio kwa nguvu it is not by might, wala kwa but uweza, by my spirit, bali says the kwa Lord. roho wangu, asema 1 Bwana wa majeshi. Corinthians 15 verse 10. Wakorintho wa kwanza They 15:10. the Apostle Paul said, Mtume Paulo akasema, whatever I am, it is hivi by the grace of nilivyo God. ni kwa He neema said, ya I am Mungu. what I am Niko hivi nilivyo by the grace of kwa God. neema ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. Whatever you and I, Chochote ambacho mimi na 1 wewe, Corinthians 15:10, whatever 15:10. level we are today, kiwango chochote tulichopo leo, we must ascribe the glory to God. lazima tumrudishie yeye Thank God utukufu. for efforts, thank God for prayer, thank Shukuru God for Mungu what we kwa are doing, maombi, thank God for all the jitihada, services we do. kushughulika na ibada zetu But zote. you are not the one that have taken yourself where you are. Sio wewe uliyejileta hapo And ulipo, if you claim that you are the na one, ukijifanya wewe ndiwe, you might provoke God to lose his hand over your life. unaweza kufanya Mungu aondoe mkono wake juu yako. That will not be the portion of Hilo anyone here. halitakuwa fungu la In yeyote every hapa. level you are, Kwenye kiwango chochote ulichopo, ascribe the glory to God. mrudishie yeye utukufu. You are not more opportune than others, Wewe sio kwamba una fursa zaidi kuliko wengine, but it's just the grace of ni God. neema ya Mungu tu. They employ you in that job. Wamekuajiri wewe kwenye hiyo There are kazi, thousands of people more qualified. wako than you. maelfu wenye sifa kuliko wewe. That's the grace of God. Ni neema tu ya Mungu. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger Paza hallelujah. haleluya. You graduated
there were many people who couldn't do that. Umehitimu, kuna wengi ambao hawakuweza. Out of people that started, Kati ya wote mlioanza, many of them dropped out. They wengi couldn't do it. wameachia njiani. It is just the grace of Ni God. neema ya Mungu tu. We must ascribe all the glory to Lazima God. tumrudishie yeye utukufu wote. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. But what are we thanking God for? Na tunamshukuru Mungu kwa kipi? What are we thanking God for? Tunamshukuru Mungu kwa kipi? As we are winding up. Tunapomalizia. And this happens to be our last midway communion service. Na hii ndio ibada yetu ya mwisho ya ushirika Because mtakatifu. next Wednesday is going to be our Christmas service. Jumatano ijayo itakuwa ni We will Christmas. do service in the morning and we will not do in the evening. Ibada ifanyika asubuhi. And the other Wednesday we are in 2020. Na Jumatano ile ijayo itakuwa mwaka 2020. Somebody shout hallelujah. Paza haleluya. I'm not hearing a bigger Paza hallelujah. haleluya. And that's why we must lay it to her to thank Ndio God. maana again. lazima tuweke moyoni What kumshukuru are we Mungu. thanking God for? Tunamshukuru Mungu kwa kipi? Number one, Moja, for all the benefit of redemption. kwa faida zote There za are wokovu. things that accompany redemption. Kuna mambo ambayo tumeyapata There kwa are sababu ya benefits we wokovu. have enjoyed by being redeemed. Kuna faida tumezifurahia kutokana na kuokoka. That was what the psalmist was listening in Psalm 103 verse 1 to Ndicho 4. mtunga Zaburi alichokuwa nakieleza Zaburi He forgiveth 103. all our iniquities Amesamehe maovu yetu yote. and healing and total health is one of Ameponya, the benefits. ametupa afya njema. Hii zote ni And we faida. must thank him for that. Na lazima tumshukuru kwa Many hayo. people does not value health. Watu wengi hawathamini afya. They don't value health. They thought that is something so common. Wanadhani ni kitu cha kawaida tu. If you have been sick before Kama ulishawahi kuumwa and you are enjoying divine health na now, unafurahia afya njema leo, you will value it. utathamini. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. He's the one that healeth all our Yeye iniquities. ndiye anayeponya. And it is one of the things that accompanies Na salvation. ni moja ya vitu vinavyotokana na wokovu. There are many people better than you that are begging all over the streets. Wako wengi, wako bora zaidi kuliko wewe, wanatangatanga na But kuombaomba he mitaani. supply all your Lakini needs. yeye amekulisha, amekupa mahitaji Somebody yako shout yote. hallelujah. Paza You haleluya. have not had any cause to beg anybody for bread. Haujawahi kuwa na sababu ya anybody for kumwomba water. mtu chakula. Before a need arises, you see Kabla supply there. hujawa na hitaji, tayari kile These unachokitaka are the unakipata. benefit of Hizi salvation. zote ni faida za That is wokovu. why we are thanking him. Ndio maana tunamshukuru. Somebody shout Paza hallelujah. haleluya. I'm not hearing a bigger Paza hallelujah. haleluya. John chapter 10 verse 10. Yohana 10:10. He came and gave us life. Amekuja akatupa And uzima gave us that life more abundantly. na akatupa tele. There are things we enjoy in redemption. Kuna mambo tunayofurahia kutokana na And ukombozi. that is why we thank him. Na hiyo ndio sababu Number 2. tunamshukuru. 2. What are we thanking God for? Kwa nini tumshukuru Mungu? For his wondrous works in our lives. Kwa matendo yake ya kushangaza maishani And mwetu. triumph all through the year Na 2019. ushindi kwa mwaka wote 2019. His wondrous works in our lives. Kazi zake za ajabu maishani And mwetu. triumph. Na ushindi. You have triumphed over sicknesses and diseases. Umeshinda dhidi ya magonjwa na maradhi, Over witchcraft attack. dhidi ya mashambulizi ya Over kichawi, occultic attack. dhidi ya mashambulizi ya Over the kishirikina. You triumph all through. Umeyashinda hayo yote. Don't you think that this God deserves our thanks? Udhani kwamba huyu Mungu anastahili First shukrani Chronicle zetu? chapter 16 verse 8 to 9. Mambo ya Nyakati wa First Kwanza Chronicle chapter 16 verse 8 to 9. 16:8. First Chronicle chapter 16 Mambo ya Nyakati wa Kwanza verse 16 8 to 9. 8 mpaka 9. He said, give thanks unto the Lord. Nasema mshukuruni Bwana, Call upon his name. liitieni jina lake, Make known his deeds among the people. wajulisheni watu matendo yake. Verse 9. 9. Sing unto him. Mwimbieni, Sing psalms unto him. mwimbieni kwa zaburi. Talk ye, talk it Zitafakarini. of his wondrous Kiingereza works. anasema ziseme ajabu Talk. zake. The Bible recognizes that we should talk about Biblia it. inasema tuziseme, tuzisimulie ajabu His zake, wondrous works in our lives. matendo yake ya ajabu maishani mwetu. Hallelujah. Haleluya. And that will provoke him to do Na more. hilo litamfanya yeye atende zaidi. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Kaza. Second Haleluya. Corinthians chapter 2 verse 14. Second Corinthians chapter 2 verse 14. Wakorintho wa pili He said, 2:14. thanks. Now, thanks be unto our God, unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of his knowledge. Ila Mungu by us in every ashukuriwe place. anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Thanks be to God that
causes us to triumph. Ashukuriwe Mungu anayetushangiliza. Kiingereza anasema tupa Every victory ushindi. we have enjoyed is because God is Kila behind us. ushindi tuliofurahia ni kwa sababu Mungu amefanya. Somebody shout Kaza hallelujah. haleluya. Number 3, what are we thanking God for? 3, tunamshukuru Mungu kwa kipi? For his faithfulness in our lives. Kwa uaminifu wake maishani For mwetu. his faithfulness in Kwa our lives. uaminifu wake maishani mwetu. Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. Maombolezo The 3 Bible says it is because of his ni mercies kwa sababu ya rehema zake that we are not consumed. ndio maana A hatujaangamia. lot of things have come this year to consume us. 3:22 mengi Because yamekuja of his kutuangamiza Because his compassion failed kwa us. sababu huruma zake, rehema They zake are hazikomi. new every Ni morning. mpya kila siku asubuhi. Great is thy Uaminifu faithfulness. wako ni mkuu. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. He's too faithful to fail. Yeye ni mwaminifu sana, hawezi kushindwa. Great is thy faithfulness, O Uaminifu Lord wako ni my Father. mkuu, Baba yangu. There is no shadow of turning Wewe hauna with kivuli thee cha kugeuka that changeth geuka. not, that Wewe compassion usiyebadilika. deferred on. As thou hast been, thou forever Vivyo will umekuwa be. hivyo hivyo milele na Oh, milele. great is thy faithfulness. Uaminifu wako ni mkuu. Great is thy faithfulness. Morning Asubuhi by hata morning, new mercies I see. Rehema zako mpya naziona. All I have needed, thy hands Kitu pekee has nilichokuwa nikitaka provided. umenipatia. Great is thy Uaminifu wako faithfulness, ni mkuu. Lord, unto me. Kwako Bwana. Oh, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Rehema zako naziona kila All I siku. have needed, thy hands Kila has nilichokitaka provided. umenipatia. Great is thy Uaminifu wako ni faithfulness, mkuu, Lord, unto Bwana me. kwangu. Somebody say amen. Sema amina. We are celebrating his faithfulness. Tunasherehekea uaminifu Mama wake. said God is too faithful Mama to fail. akasema Mungu ni mwaminifu sana, God hawezi is too kushindwa. dependable. Mungu ni wa He has never kutegemewa, failed. hajawahi shindwa He will never fail. na kamwe hatashindwa. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. I'm not hearing a hallelujah. Kaza haleluya. My God is a miracle God. Mungu wangu ni Oh Mungu wa my miujiza. God, He's a miracle God. Mungu wangu ni He Mungu wa has miujiza. never failed. Hajawahi He shindwa. will never Na fail. kamwe He will hatashindwa. do what He says He Atafanya will lile do. alilolisema atafanya. My God is a miracle Mungu wangu God. ni Mungu mtenda Oh my miujiza. God is a miracle Mungu wangu God. ni Mungu Oh, He mtenda has miujiza. never failed. Hajawahi He shindwa will never na fail. kamwe hatashindwa. Oh, He will do what He says He will lile alilosema do. atafanya. Oh, I can see Him Ninamuona walking in my favor. akifanya I can see kibali. Him fighting in my Akipigana battles. vita vyangu. I can see Him Namuona giving Him my miracle. akinipa miujiza He will yangu. do what He says He will atafanya lile do. alilosema atafanya. Baba God, I believe you. Baba I Mungu, believe nakuamini. everything where you say. Na kuamini kila As you talk, unachokisema. amo, you Vile did do ulivyosema, amo. ndivyo utakavyofanya. Baba God, you. Baba I Mungu, believe you. ninakuamini. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. Why are we thanking God? Kwa nini Number tunamshukuru 4. Mungu? 4, For His abounding grace kwa sababu ya neema yake ya kudumu and change of level since the year na began. kubadilishwa viwango tangu mwaka Abounding ulipoanza. grace Neema idumuyo and change of levels. na badiliko la viwango. Somebody shout hallelujah. Kaza haleluya. You have seen His grace. You have partake of His grace. Umeona neema yake. Your level have changed since the year Kiwango began. chako kimebadilika I tangu don't mwaka believe there's ulipoanza. anybody here at the same level. Siamini kwamba kuna mtu aliyebaki pale I know pale. very well Najua vizuri that you have not reached where you desire kwamba to reach, hujafika unapotaka kufika, but you have left where you used to lakini be. umeondoka You ulipokuwa. have left where you used to be. Umeondoka ulikokuwa. Flashback in January where Hebu you were rudisha kule Januari and check ulipokuwa. December today. Angalia leo Disemba You ulipo. have left Umeondoka kule where ulikokuwa. you used to be. Ulikokuwa. If I have a testifier, shout a bigger Kama kuna mashahidi, kaza hallelujah. haleluya. Somebody shout a bigger Kaza hallelujah. haleluya. When you thank Him for the one you have seen, Unapomshukuru kwa yale He will uliyoyaona, take you to another level. atakupeleka kiwango Before kingine. this year is over, Kabla mwaka huu God will haujaisha, take you to another Mungu level. atakupeleka kiwango And kingine. don't hear me the louder amen. Amen. Finally,
What are we thanking God for? Tunamshukuru Mungu akipi? For rendering our enemies helpless. Kwa kuwafanya adui zetu kutokuwa For na rendering nguvu. our enemies Kwa helpless. kuwafanya adui zetu wasiwe na msaada. Hallelujah. Haleluya. Enemies have risen up against us since the year began. Maadui wameinuka wengi tangu mwaka ulipoanza. You can't deny that. Huwezi kukana hilo. The ones you know, the ones you don't know. Wale unaowajua na wale And you usiowajua. know your number one enemy in this kingdom is the Na devil. adui yako namba moja ni shetani. In 1 Peter chapter 5 verse 8. Petro wa kwanza The 5:8. Bible says be sober Anasema iweni wenye and kiasi be vigilant na wenye kukesha. because your adversary. Kwa sababu mshitaki First, wenu 1 Peter chapter 5 verse 8. He says your Petro wa kwanza adversary 5. the devil. That's your number Mshitaki one wenu enemy. shetani. God have rendered him helpless over your Mungu life. amemfanya kuwa hana nguvu kwa mwaka mzima. Plus his agents. Pamoja na mawakala wake wote. There are also human devils Kuna mashetani wa who kibinadamu have planned to hurt you since the year ambao began. wamepanga kukuumiza tangu mwaka But ulipoanza. every of their arrows Lakini mishale yao yote return back to them. imewarudia wenyewe. Somebody shout hallelujah. Paza haleluya. Human devils. Mashetani wa You know, in kibinadamu. John chapter 6 verse 70. Yohana 6 Jesus mstari wa said to the 70. 12, have I not chosen you? Yesu akasema, je, sijawachagua But ninyi? one of you is a devil. Lakini That's mmoja why wenu ni a human shetani. can make himself available to be used by the devil. Mwanadamu anaweza kujifanya mwenyewe kutumiwa na That's shetani. what we call human devils. Ndio maana tunawaita They are mashetani all wa over kibinadamu. place. Wako kila mahali. Hallelujah. Haleluya. Who are telling you congratulations Anayekwambia hongera with their mouth, kwa mdomo, but their heart is bitter. moyo una uchungu. Hallelujah. Hallelujah. Human devils. Mashetani wa kibinadamu. If they hear what God wants to do for you, they will never allow you to have it. Wakisikia Mungu anataka kukufanyia nini, kamwe hawataruhusu Mungu But this akutendee. year, God rendered them helpless. Mwaka huu Mungu awafanye wakose Somebody msaada. shout a bigger Kaza hallelujah. haleluya. And that's why we are thanking Ndio God. maana tunamshukuru And Mungu. what are the benefits of thanksgiving? Faida za kumshukuru Mungu ni Number zipi? 1. Moja. Thanksgiving preserves God's blessing upon our lives. Shukrani zinahifadhi baraka za Mungu maishani mwetu. He sustains it. He Anazitunza. keeps it. He makes Anazihifadhi. us not to lose it. Anafanya Because the more zisipotee. you thank God for Kwa that sababu blessing, kadiri unavyomshukuru the more you Mungu kwa ajili ya commit him to baraka, keep the blessings. ndivyo unavyomfanya yeye azitunze zile Number baraka. 2. 2. thanksgiving Shukrani multiply God's blessing upon our lives. zinazidisha baraka za Mungu maishani Where mwetu. I read in John chapter 6 verse 6 to 11, Yohana 6:6 mpaka you 11 could see niliposoma. how the small fishes and loaves of bread Umeona jinsi multiply. mikate michache na samaki vilivyozidishwa. Hallelujah. Hallelujah. If you want that blessing you have received, Unataka hiyo baraka multiply. uliyopokea iendelee kuzidishwa. give him thanks this remaining Shukuru, days. shukuru. Use this remaining few days of the year Tumia hizi siku chache za in mwaka thanksgiving and katika praise. kumshukuru na kumsifu. Your blessings will multiply. Baraka zako zitazidishwa. And finally, Na mwisho, benefit of thanksgiving. faida ya kumshukuru Mungu. Thanksgiving perfects Shukrani God's zinakamilisha blessing upon our lives. baraka za Mungu maishani mwetu. Thanksgiving perfects Shukrani God's zinakamilisha blessings upon our life. Mungu, baraka za Mungu juu ya Luke maisha chapter yetu. 17 verse 11 to 19. Luka 17:19. As that one leper returned, Kama yule mkoma alivyorudi his healing was perfected. na uponyaji wake ulikamilishwa. He's to perfect man to make whole. Kukamilisha manake It kufanya means kuwa to- mzima. Complete what he has started. Kukamilisha kabisa kama vile hujawahi umwa. And many more are the things we enjoy when we thank Na God. mengi zaidi tunafurahia pale tunapomshukuru Are you Mungu. ready to thank God this evening? Uko tayari kumshukuru Mungu Stand up jioni on ya your leo? feet. Simama. Shout a bigger Kaza hallelujah. haleluya. Lift up your voice and let's thank him. Inua sauti yako First of tumshukuru. all, for the word we have heard this Kwanza kwa evening. neno tulilosikia. Since the year began, in our midweek, he has Tangu sent mwaka us the ulipoanza word tumeona neno la with different Mungu vessels. kwa vyombo tofauti Give him all the tofauti. glory for the word. Tunampa Mungu He has been utukufu. sending to us. Mungu God is the amekututumia. one that sent the Mungu word. ametuma neno Oh kwetu. Lord, he sent his word, the word healed them. Ulituma He has sent neno. us the Neno word again. likawaponya, Oh, ametutuma neno tena. hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you. Asante. In the name of Jesus. Katika jina kula Yesu. If you can think well, Kama tu utaweza kufikiri you can vizuri, thank well. utashukuru vema. Hallelujah. Haleluya. I'm not having a bigger hallelujah. Kaza haleluya. God have done a lot of things for you Mungu and I. amekutendea mengi sana wewe na It familia doesn't, yako. it doesn't matter how small it is in your eyes. Hata kingekuwa kidogo sana machoni pako, If you can think well, kama tu unaweza kufikiri. no one standing here today
Hakuna anayesimama hapa that leo will say God have not done something ambaye good. atasema Mungu hajanitendea kitu. If no other thing, Kama sio kingine the chochote, life that you are alive today, kwamba uko hai leo, you are walking with your leg, unatembea kwa you miguu are yako, using all parts of your body, unatumia miguu ya you are mikono not yako, in the hospital, hauko hospitali, you are in the sanctuary. uko hekaluni. He has done all things well for you. Ametenda yote I mema. want you to lift and give him a quality thanks. Nataka uinue sauti yako umpe The same shukrani way, za the same way kumaanisha. if I tell you to pray for yourself Kama ningekuambia ujiombee binafsi and you pray with all fervency, na unaomba kwa bidii na kwa nguvu, the same way thank God with all basi vivyo fervency. hivyo mshukuru Mungu kwa With bidii a na heart kwa of nguvu, gratitude. kwa moyo wa Lift shukrani. up your voice and thank Inua God sauti yako for what mshukuru he had done for you kile and what he alichokutendea had done for your na family. kile alichotendea kwa familia yako. Lift up your voice. Inua sauti yako. He granted you journey messages. Amekupa safari salama. You have not buried anyone in your family this Hujazika year. mtu kwenye familia yako Despite mwaka all huu, the attack of the devil, pamoja na you mashambulizi have yote not ya had any shetani. cause to go to any hospital. Haujakuwa na sababu You ya have kwenda not. You have hospitali. not. You have not. You have Hujapata. not. You have not spent any money on buying drug this year. Haujatumia dawa yote, hela yote kununua Many dawa. things. The Bible says, forget Mengi not ambayo. all his Nasema benefits. usisahau fadhili Who zake zote. forgiveth all thy iniquities. Amekusamehe dhambi Who zako healeth zote. all thy diseases. Amekuponya magonjwa Who yako redeemed yote. thy life from destruction. Ameukomboa uhai wako na Who crowned kaburi. you with loving kindness and tender mercies. Amekuvika wema na rehema Lift up zake. your voice and Inua thank him. sauti yako mshukuru. Thank him in the spirit. Thank him in your Mshukuru understanding. katika roho, mshukuru And katika all our uelewa. brethren in the viewing centers, Na lift up your wapendwa voice. wenzetu katika vituo vya Thank him for all he kutazamia. have done. He gave Shukuru you a kwa job, yote a miracle aliyotenda. job. Shukuru He amekupa granted you nafasi. favor. Amekupa kibali. Oh, you could have had many accidents, but Lord Ungepata prevented ajali it. nyingi lakini Mungu They sent arrow amekuhifadhi. of death to you, and God, Walituma mshale wa Send it kifo back to kwako. the sender. Mungu ameurudisha people kwa of God, waliotuma. lift up your Inua voice sauti yako. and let's appreciate him. Tumshukuru Mungu. Let's thank him. Let's thank him. Tumshukuru, tumshukuru. Oh, hallelujah. Leketoka lando kaliba. Oh, likababalande kalisha kita lando lia. Oh, lepoliva libakata laba. Oh, liakababa lando loboshia labaraba. Oh, breketelia balanda kata. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Tunakushukuru We Yesu. thank you, Jesus. Tunakushukuru Yesu. We cannot thank you enough Hatuwezi kukushukuru for your kwa kutosha. faithfulness, Kwa uaminifu for your wako. wondrous Kwa works, matendo yako ya oh, for the kushangaza. abundant grace Kwa in our neema lives. yako idumuyo. Oh, leketelia ba 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 ba. Oh, leka ba 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 ba. Somebody be thanking him. Shukuru. Oh, thank you, Jesus. You are the lover of my soul. Oh, Alpha and Omega, you are worthy to be praised. In all generation, there is no one like you. Alpha and Omega, you are worthy to be praised. Oh, thank you, Jesus. You are the lover of my soul. Oh, Alpha and Omega, you are worthy to be praised. In all generation, there is no one like you. Alpha and Omega, you are worthy to be praised. Oh, you've been faithful, oh, from the ages past. Oh, that is why your name, Olorukola, is forevermore. Oh, you alone are worthy, Lord. You alone are worthy, Lord. Oh, you alone are worthy, Lord. Oh, you to be praised and adored. You've been faithful, oh. Oh, you've been faithful, oh. From the ages past. Oh, that is why your name, oh, your name is forevermore. Mela, Ezomamu Himela, Eze Jesus, Towaraya Mama, Sia, Omela, Imela, Akajuwa Sikwanu ya no melale, Ezomamu, Kanyi Towaraya Mama, Eze Binigwe Himela, Eze Jesus, Towaraya Mama, Sia, Omela, Landolobo Shialaba.
Is somebody thanking him at all? Are you thanking him? Are you celebrating him? As you are thanking him, he's multiplying your blessings. As you are thanking him, he's perfecting your blessings. As you are thanking him, Unapomshukuru anakamilisha baraka zako, he's preserving your blessings. anahifadhi We thank baraka you. zako. Tunakushukuru. Oh my. Oh, give thanks. Oh, with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Oh, give thanks. Oh, because he's given Jesus Christ, his Son. Oh, give thanks. Oh, with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Give thanks, oh, because he's given Jesus Christ, his Son. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. We give thanks. Is somebody thanking him with fervency, thanking him from the depth of your heart, Shukuru and toka you are kilindi cha returning moyo with a multiplied na blessings? unarudi na baraka Thank him for zilizozidishwa. healing you experience. Asante kwa uponyaji Oh, you will ulioona. not see that sickness anymore. Hautauona ugonjwa Thank him from tena. the depth of your heart. Shukuru toka kilindi cha moyo. Oh, hallelujah. Leketolabalabalababa. Oh, bless the Lord, oh, my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, come and bless the Lord. Bless the Lord, oh, my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, he has done great things. 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 Oh, he has done great things. He has done great things. Bless his holy. Oh, he has done great things. 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 Oh, he has done great things. He has done great things. Bless his holy name. Come and join me and bless the Lord. Bless the Lord, oh, my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Oh, he has done great things. He has done great things. Oh, he has done great things. He has done great things. Alaba laba katele bosheliaba. He has done great things. Blesses holy name. Are you thanking him? We normally give you up to 10 minutes personal supplication. This is a personal thanksgiving. Pray the same way you are praying. Pray the same way you are praying. Thank him in the spirit. Because he that giveth thanks in the spirit giveth thanks well. You can sing a song of appreciation to him. You can sing a song of appreciation to him. Oh, hallelujah to your name, Jesus. Receive all the thanks, receive all the praise. Oh, holy, alandalaba. Holy
call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Holy are you, Lord, all creation, oh, call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. Oh, you are Lord, mighty are your miracle, standing all of your holiness. Lord, we bow, Lord, we bow and worship you. Awesome God, how great thou art. Oh, you are Lord, mighty are your miracle, oh, standing all, oh, of your holiness. Oh, Lord, we bow, Lord, we bow and worship you. You are King of kings, Lord of lords, everlasting King. Oh, you are Savior, Redeemer, soon coming King. Oh, you are King of kings, Lord of lords, everlasting King. Oh, you are Savior, Redeemer, soon coming King. You are awesome. You are awesome, awesome God. How great thou art. Oh, you are Lord, mighty are your miracles, standing all of your holiness. Lord, we bow, Lord, we bow and worship you. In the name of Jesus, we have given thanks. Katika jina la Yesu tumeshukuru. Somebody shout a louder amen. Paza amen. Lift up your voice and wave you to Jesus. Inua mikono yako, punga kwa Yesu. Nasema asante wangungu wangu. Nasema asante. Join us, let's sing together. Wema wako Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amen. Baba, nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Oh, nasema asante. Nasema asante. Oh,
As a church, we return all the glory Kama back to kanisa you. tunakurudisha As utukufu. an individual, we return all the Kama glory back to moja you. moja tunarudisha utukufu. You kwako. have done us well. Umetutendea mema. Since the year began, you have done us Tangu well. mwaka ulipoanza umetutendea mema. Thank you for all the blessings. Asante kwa baraka Thank zote. you for all the miracles. Asante kwa Thank you for all miujiza. the souls saved. Asante kwa nafsi Lord, zilizokoka. on the platform of Midweek Miracle Katika Communion jukwaa la Service, ibada za katikati ya thank you wiki. for answer prayers. Asante kwa kujibu We can maombi. only pray, we cannot answer Tunaweza prayers. kuomba tu But hatuna to uwezo you, wa God kujibu. that answers prayer, Lakini wewe ujibuye we maombi. return all the glory. Tunakurudisha From the utukufu. depth of our hearts, Toka vilindi vya mioyo we yetu. return all the glory. Tunarudisha utukufu. Thank you for the mystery of the communion. Asante kwa siri ya ushirika The mtakatifu. healings, deliverances, Uponyaji, ukombozi. the translation, oh Lord, we have received Kuhamishwa na through the mystery of the kubadilishwa communion. tulikopokea kupitia siri ya We ushirika thank mtakatifu. you. Tunakushukuru. In the name of Jesus Katika Christ. jina kuu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Give God a clap offering. Pigie Yesu makofi. Clap, give him a clap offering. Give him Yes, a clap makofi. offering. Shout a bigger hallelujah. Paza haleluya. Before we partake of this communion and Kabla sing praises hatujashiriki now, ushirika mtakatifu, if you are here, you are not born again, uko hapa there are hujaokoka. things that follow salvation you will not enjoy. Kuna mambo ambayo yanaambatana na wokovu ambayo Here at hutayapata. Banana in all our centers, Uko hapa Banana na vituo the vingine. reason Jesus brought you is to save you. Sababu ya Yesu kukuleta ni If kwamba you are here, you are not born kuokoa. again. Uko hapa na haujaokoka, Wherever you are, popote put ulipo. your hand in your chest. Let me pray for Weka you. mkono wako wa kulia kifuani. Here kuombea. at Banana Uko hapa and in all Banana our centers, you na know it vituo very well. vingine, popote Or ulipo. you have been born again, but something Au happened. uliokoka lakini ukarudi nyuma, You miss your step umekosea. and you want to return back to Jesus. Nataka kumrudia Yesu. Wherever you are, Popote put ulipo, your hand in your chest weka mkono wako wa kulia and let me pray for you. nikuombee. And in the viewing centers, let's minister to them there. Na pia kwenye And if vituo anyone wahudumie. here, please come forward. Na Let me kama pray uko for you. hapa njoo mbele Anyone tukuombee. here, come forward. Let me Wewe pray for unayetaka you. kuokoka njoo mbele Is anyone tukuombee. here, come forward. Let me pray for you. Unataka kuja mbele njoo tukuombee. God bless you. Mungu Stretch akubariki. forth your hands toward the communion. Nyosha mikono yako kuelekea And ushirika that which mtakatifu. in thanksgiving, receive something from this communion today. Pokea kitu kutoka kwenye ushirika Thank Him mtakatifu. first for the privilege of being a partaker of the communion Shukuru since kwa the year upendeleo began. wa kushiriki ushirika And make a mtakatifu. demand on today's communion. Mwambie Mungu hitaji lako katika ushirika No communion mtakatifu. service is the same. There is something God has Ibada reserved za for you here ushirika today. mtakatifu hazifanani. Kuna There is kitu Mungu ameweka something kwa ajili God yako. has reserved for Kuna you kitu today. Mungu ameweka kwa ajili yako leo. There is something God has reserved for Kuna you kitu today. Mungu ameweka kwa ajili yako leo. Father, thank you. Baba, asante. Is somebody praying at all? Omba. Thank you for the mystery of the communion. Asante kwa siri ya ushirika mtakatifu. Thank you for what you have done through this Asante mystery. kwa yale uliyofanya kupitia Thank you siri. for what you will do. Asante kwa yale utakayofanya. Father, I decree by mystery of Ninatamka thanksgiving, kwa siri ya shukrani. see to it that this communion Hakikisha ushirika huu heal mtakatifu anyone that need healing. ukamponya yeyote Deliver anayehitaji anyone that kuponya. need deliverance. Ukamfungua yule anayehitaji kufunguliwa. Lord, anything the devil have planted in the body of anyone, Chochote ambacho shetani amekipanda kwenye mwili let wa it be yeyote nullified by the communion today. kikabatilishwe kwa damu na Let the mwili wa burden Yesu. be lifted today. Mzigo ukaondolewe In the leo name of Jesus Christ. katika jina kuu la Yesu. Jesus, let there be spiritual blood transfusion Bwana Yesu, kuwepo na kuhamishiwa kwa by damu your blood tonight. kwa kupitia damu yako And leo. let the desires of people be Na granted. matamanio ya watu wako wapewe. Thank you because I know you will do it. Asante kwa sababu unajua The umetenda. Bible says, unto you that is able to do exceedingly Yanasema kwako wewe uwezaye abundantly kufanya of the things we zaidi think or sana imagine kwa yale tuombayo na through the power tuwazayo that worketh in us. kupitia nguvu itendayo kazi In ndani yetu. Jesus' name. Katika jina la It Yesu. is blessed. Umebarikiwa. It is now the flesh Sasa and the blood ni of mwili na Jesus. damu ya Yesu. And it shall deliver to Na everyone itampatia kila mmoja wetu according to your sawa desires. sana matamanio In yao. Jesus' name. Katika jina la Where we Yesu. sing Waya high itaimba praises. sifa. In the next 10 minutes, before we share the Baada grace, ya hapo as you tutashirikishana partake of the communion, you go back to your seat and dance. Utakaposhiriki utarudi kwenye kiti A chako na dance of kuendelea appreciation to na God. kucheza kwa shukrani kwa Mungu. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, Jesus, thank you, Lord. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody say thank you, Jesus, thank you, Lord. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you,
Jehovah, Everybody, everybody say thank you. Jesus, thank you, Lord. we are saying, We are from the saying bottom thank you. of our heart, Jesus, Lord, thank you. we say thank you. Jehovah, thank Everybody, Everybody say everybody, thank you. Jesus, Jesus, thank you, Lord, Lord. we are saying, We are saying from thank our you. hearts, Lord, Jesus, thank for you. what you have done in Jehovah, our thank life. you. Lord, we are Everybody saying, saying thank you. thank you. Jesus, thank you, Lord, we Lord. are saying, We are Lord, we are saying saying, thank you. receive Jesus, our thank thanks. you. Lord, we Jehovah, are thank you. everybody, Everybody saying thank you. Jesus, Jesus, thank you, Lord. thank you, Lord, thank you, Lord. All we have to say, thank you, Lord, Thank you, thank you, Lord. thank you, All we Lord. have to Say say, thank you, thank you, Lord, Thank you, thank you, Lord. Thank you, All we have to Thank you, Lord. thank you, Lord. Thank you, Lord. All we have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, All we Lord. have to All I have to say, say, thank you, Lord. what shall I say unto the Lord? All I have to say, thank you, Lord. What shall I say to my All Lord? I have to say, I thank say, you, thank you, Lord. Lord. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Thank you, All I Lord. have to All I have to say, say, thank you, Lord. Jehovah. Thank you, You are Lord. wonderful. Thank you, You are Lord. marvelous. All I have to say, thank you, For your Lord. faithfulness, Thank you, Lord, we have to Thank say, you, all we have Lord. to All I have to say, say. thank you, Lord. Niseme nini kwa huyu Mungu wewe Baba nasema asante. aliyeyatenda kwangu ni makuu mno, Baba nasema asante. aliyotutendea ni makubwa mno. Baba nasema Asante, asante. asante. Baba Baba nasema wewe ni mwema, wewe mwaminifu. Baba nasema thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, oh, niseme nini kwa matendo yake, kwa uaminifu wake maishani mwetu, kwa wema wake alionitendea Yesu. Asante, asante. Baba nasema asante, asante. Hallelujah. My God is a good God. My God is good God. My God is a good God. He lifts me high. He lifts me high. He lifts me high. He turns me around. He turns me around. He lifts my feet. He sets my feet upon the solid road. Upon the solid road. I feel like dancing. Hey, hallelujah. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like dancing. I feel like shouting. Hey, yeah, yeah. Shout to the Lord. Somebody scream.
a bigger hallelujah. Kaza hallelujah. Because you have thanked and praised Him well Sababu today. umemsifu na kumshukuru leo. All the blessings you have seen from January to Baraka date, zote ulizoziona Januari He will mpaka leo, multiply them in the name of Jesus Christ. atazizidisha katika All jina the la Yesu. testimonies and miracles Shuhuda for the year, zote na miujiza ya mwaka He will perfect them in the name of Jesus Christ. ataikamilisha kwako katika jina la I'm Yesu. not hearing a louder amen. Kaza amen. Psalm 138 verse 8, He said He will perfect all that concerns Zaburi you. 138:8 These atakamilisha remaining yote. days, God will perfect all that concerns Mungu you. atakutimilizia yote In the yanayokuhusu. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu. It is your season of celebration. Ni majira yako ya No sherehe. more sorrow around you in the name of Hakuna Jesus tena Christ. huzuni kwako katika jina la Philippians Yesu. chapter 4 verse 19. Wafilipi He said, 4:19 but my God shall Mungu wangu supply atawapea all your needs. mahitaji yenu yote. This season, my God shall supply Majira haya all Mungu your needs. atakupa mahitaji yako He will yote. supply all your financial needs. Atakupa mahitaji yako He will yote ya supply all kifedha. your material needs. Atakupa mahitaji yako You ya and your kifedha. family will not lack Wewe na anything this familia season yako and beyond. mtakosa chochote. In the name of Jesus Katika Christ, jina kula Yesu. I decree divine preservation and protection over your Natamka life. ulinzi na uhifadhi wa kiungu He juu ya said, the maisha Bible yako. said, when they went from one place to Biblia another, inasema walitangatanga toka taifa from moja hadi one lingine. kingdom to another people, Ufalme mmoja hadi He mwingine. suffered no man Hakuacha to mtu do them wrong. awaonee. Even reprove kings for their Hata sake. aliwakemea wafalme Say, kwa you ajili yao, touch not my anointed. akisema msiwaguse masihi wangu. And I decree this season and Na beyond, natamka majira haya na kuendelea, no evil will touch you and your hakuna family. mabaya yatakao kugusa wewe na No familia yako. sickness will touch you and your Hakuna family. magonjwa yatakao kugusa wewe na Every familia yako. arrow of the devil Kila fired at you and mshale your wa family, shetani uliorushwa it kwako na will turn familia back instantly to the unarudi sender. kwa aliyetuma. In the name of Jesus Katika Christ, jina kula Yesu. I cover you with the blood of Jesus Christ. Ninakufunika kwa damu ya Yesu. You shall end this year well. Utamaliza mwaka huu You shall vizuri. end this way triumphantly. Utamaliza mwaka huu kwa This ushindi. year will not end in sorrow for you. Mwaka huu hautamalizika It kwa shall ushindi. end in joy and rejoicing Utamaliza for kwa you. furaha na shangwe. In the name of Jesus Katika Christ, jina kula Yesu. so shall it Ndivyo be. itakavyokuwa. Somebody shout a louder amen. Amen. Go in peace, Enda kwa amani. and the God of this great commission go Mungu wa with you. huduma hii aende na wewe. And as you are returning on Sunday, Unaporudi you Jumapili, shall return with your utarudi testimonies. na ushuhuda wako. In Jesus' name. Katika jina la Anyone Yesu. traveling within the week, Wewe unayesafiri your katikati journey ya is wiki, covered by the blood of safari yako Jesus. imefunikwa kwa damu ya Yesu. No evil news of any kind. Hakutakuwa na mabaya namna yote. In Jesus' name. Katika jina la Before Yesu. we share the grace,